Sasa ni habari kamili. Yapata sasa siku mbili kazi zaonekana kurudi kwa kawaida yake mjini Baraka baada ya wiki moja kazi kuzorota kulingana na wasiwasi iliyozuka mjini Baraka baada ya kuteka mji wa Uvira nao waasi wa M23 wiki iliyopita Jumatano 10 Disemba mwaka wa 2025. Tangu Alhamisi 18 hadi Ijumaa hii 19 Disemba mwaka huu duka uchukuzi ndani ya barabara nambari 5 waonekana kurudi kwa kawaida yake, huku baadhi ya wahamiaji waliojielekeza ndani ya vijiji mbalimbali tarafani Fizi waanza pia kurudi manyumbani mwao. Hayo ni baada ya wahasi wa M23 kuweza kujiondoa mjini Uvira. Raia wahamiaji wa mapambano ya wahasi wa M23 baada ya kuteka mji wa Uvira waliojielekeza kwenye vijiji mbalimbali kama vile kijiji cha Sebele, kijiji cha Kikonde, Kazimia na huko Ubwari sekta ya Nganja tarafani Fizi waendelea kupitia matatizo mbalimbali kama alivyoeleza Bwana Enyambwe Asa Mkumu, mkuu kiongozi wa shirika la raia la wananchi Sosiko RDC hapo sehemu za Sebele. Wakimbizi wengi wako wanalala nje, hawana nafasi za kulala. Walifika wengi wakaanza ingia ndani ya shule, wakaanza ingia ndani ya makanisa, hata pia wengine kuingia ndani ya mangare ya soko. Kwa hivyo ilifikiria hata zile sehemu kujaa, hadi kwa sasa wengi wako wanalala nje, na wakati huu ni wakati ambao ni wakati ngumu, wakati ya mvua, na matatizo ni mengi tu. Watu pia magonjwa iko ya mingi zaidi, sasa na hao wenye kuwa ndani ya kijiji cha Kazimia kuna ule ugonjwa ambao tunaita kolera. Ile kolera yani ugonjwa wa kipindupindu inavuma kabisa pale Kazimia baada ya wahamiaji wengi kufika pale Kazimia. Pia hizi zingine sehemu zote hata matunzo iko inakuwa vigumu kabisa kwa watu, kwa maana kwenye kulikuwa kukitoka madawa umebaniwa na wale waasi wa M, yani wanahangaika zaidi. Pia tena njaa ni mingi zaidi, watoto wanahangaika, wamama wenye uzito wanahangaika. Enyambwe Asa Mkumu alimalizia kuomba kwa serikali ya jimbo ya Kivu Kusini kuja kwa haraka kusaidia raia hao ambao wanaendelea kuishi maisha duni. Sisi kama shirika la kiraia tunapenda kukumbusha serikali yetu ije ili wapate kuangalia namna gani ya kukuya tatua hizi tatizo za watu ambao zinawasumbua muda mrefu, kwa hii muda ambao watu wamekimbia baada ya hawa wavamizi kupiganisha nchi yetu ya Kongo, hususan huku kwetu mashariki. Msikilizaji, ikiwa sasa ndio umetushika vile taarifa ya ambayo unaisikiliza vema kutoka studio za Radio Sauti ya Mwanamke, masafa yake ni 99.5. Duka na vilavo vyenye kuuzisha mvinyo na mambo mengine mbalimbali ya kulevya vyaombwa kufunga milango ili kupunguza ulevi kati ya askari jeshi wa taifa kwa wakati huu tunaopitia wakati mgumu. Hayo ni masemi yake Kinali Risasi Mang Theophile, mwakilishi wa jemadari wa regimenti ya 33 jimboni Kivu Kusini, akiwa kwenye vipaza sauti vya redio yako. Kinali alieleza yafuatayo: wauzishaji wa pombe tumekamata hatua ya kusema wafunge manyumba zao ambazo za kuuzishia mapombe kalikali, yani yenyewe inaitwa kwa lugha ya Kimombo le boisson fortement alcoolisé. Wafunge, kwa maana hiyo ndio inaharibu vichwa vya waaskari, na kama wataenda kufanya vibaya wanafanya vibaya. Ndipo ndani ya kikao hiki tumeweza kukamata mpango ya kusema sharti manyumba kama na ile ya kuuzisha mapombe za kufanana na hizo ifungwe kwanza, kusudi waaskari wapate kufanya kazi yao vema. Na bangi vile donc ni kusema sio pombe tu, lakini kila chochote kinachoitwa droge. Shirika la raia jimboni Kivu Kusini liliendesha mkutano hapo mjini Uvira. Mengi zaidi naye mwanaripota wetu akiwa hapo mjini Uvira, Cecile Kandolo. Shirika la raia jimboni Kivu Kusini liliendesha kikao mjini Uvira ndani ya ukumbi wa mkutano wa jiji la Uvira.
Alhamisi Disemba 18 mwaka huu ili kuomba serikali ya Burundi kufungua mpaka ili wakimbizi wa Kongomani walio nchini mwao waweze kurudi Uvira. Kama alivyosema mratibu jimboni wa shirika la kiraia Bwana Sami Jean Kakimbula, shirika la raia inaalika government ya Burundi iangalie sana maakoro ile tulishaka sinye tangu zamani. Inasaidia na kusema kama kupita kwenda kuvuka na kurudi kwenye mipaka ya Burundi hata ya Kongo iko garanti kwa CPG letu, Communauté Économique ya Pia Grand Lac. Na hiyo iko wanasema kila mtu anapasha kwenda na kurudi bila hata kizuizo moja. Ndio maana tunalia sana government ya Burundi ifungue mipaka yao kusudi wa ndugu walikuwa hata huko Burundi hata wenye wanakuwa Kongo waingie na warudi bila hata tatizo moja. Kwa mwisho, kiongozi huyo aliomba kwa wakuu viongozi kurejesha mazungumzo ya amani ili watumishi wa mashirika za kiutu warudi kusaidia raia wa Uvira wanaopitia matatizo mbalimbali. Shirika la raia inaalika wa ndugu kwa viongozi wa ngambo yote waendelee kuzungumza kusudi wa humanitaire warudi. Itasaidia maapui humanitaire kwa katika mji wa Uvira hata mtaa wa Uvira, sawa vile kuweza kuleta produits essentiels, sawa vile chakula, sawa vile dawa, sawa vile maji na mengineyo. Itasaidia sana wa ndugu wa Uvira. Hiyo aide irudie hata mji wa Uvira, isaidie population. Kunakuwa sawa vile wa ndugu wenye wanapaswa kuwa evacuer wa civil wenye walihumia, wenye watoto sawa vile wa mama kuishi kwa amani. Tukumbushe ya kwamba katika kikao hicho kulikuwa waalikwa mbalimbali, walimu, waganga, wanasheria, wapasha habari na wachuuzi na watu wa tabaka mbalimbali. Nikiripoti toka Uvira, mimi ni Sisi Kandolo Beteseka kwa niaba ya Radio Sauti ya Mwanamke Baraka 99.5 MHz. Tumalizie taarifa hii ya habari msikilizaji na habari toka huko kwenye kambi ya Katumba, na habari zisemazo kuwa wakimbizi wa Kongomani walio kwenye kambi ya ukimbizi pa Katumba huko nchini Burundi wahuzunishwa na kitendo waliofanyiwa na serikali ya Burundi Ijumaa hii Disemba 19 mwaka huu kwa kupelekwa kambini kinguvu kwa sehemu za Ruyigi mpakani mwa nchi hiyo na nchi ya Tanzania, kwao wakiwa na malengo ya kurudi tena nyumbani kwao Kongo. Mama huyu tuliojiana naye njiani mwa simu, ambaye hakutaka jina lake litajwe, hapa anaongea kwa huzuni mno. Ni hapa Katumba, ni kambi hapa Katumba. Baba nakatala kwenda Ruhigi. Jua hapa mimi niko msoko hapa, niko Burundi hapa msoko hapa. Na mimi niko mmoja wenzetu hapo, na mimi niko natafuta wa kuemea hapa ili tunataka tuende kukinguvu huko makani. Maana Ruhigi mpaka Tanzania na Burundi. Jua mama walikuwa wameshasema mpaka warudishe kwao. Wamingi walikuwa wanakatala warudie Kongo. Jua akamwambia hapana, hakuna kurudia Kongo. Kongo hakuyakuwa amani, ndio fika Rangarso wakaanza kufanya fuyo ndio kupigana na wapolisi ili mmoja kufa sai na mtoto mmoja mama mmoja walimpiga fimbo wa polisi. Mama alipiga fimbo